ya Julio, kocha jeuri, kocha mwenye maneno mengi kwa sasa. Pengine hakuna kocha mwingine mwenye maneno mengi kwenye ligi kuu kama yeye. Aliwaambia wale Singida Black Stars wanacheza kama wamebeba virobo vya mkaa, yani wazito. Na jana dakika 90 zikawa zimemalizika 1-1 wote kwa mkwaju wa penalty. Elvis Rupia akiwafungia mkwaju wa penalty timu yake, lakini pia Shaban naye akiwafungia Mashujaa timu yake, wote mkwaju wa penalty, na wote wamefungia upande wa goli la kaskazini mwa uwanja. Kipindi cha kwanza timu ya Singida Black Stars mapema dakika 14 wakapata mkwaju wa penalty wakafunga, na wenzao na kipindi cha pili wakapata mkwaju wa penalty wakafunga 1-1. Dakika 90 zimemalizika. Anafanya harakati hapo za kumpata Julio. Lakini Tisano Singida Black Stars ametoka kupata ushindi mnono kwa Mbeya City, anashindwa kwenda kuondoka na alama 3 mbele ya timu ya Mashujaa ambao pia walimng'ang'ania Azam, pia wakaondoka na alama yao moja. Mashujaa, kuna kitu gani ambacho mwalimu Julio amekiongeza kwenye timu hii ya Mashujaa kiuchezaji? Sijajua nyinyi ndugu zangu. Mashujaa hapa msingi uliobaki ni timu ihakikisha ishuki daraja, inabaki ligi kuu. Lakini ukisema kiuhalisia uitazame timu yao inavyocheza, bado unaona kuna kazi kubwa ndio kufanyika, lakini kitu pekee ambacho siwezi kukipinga ni namna ambavyo kumekuwa na mabadiliko kwenye timu. Wameimprove. Sio rahisi kutoa sare na Singida Black Stars. Nafikiri Tanzania ukitoa Yanga, Simba na Azam, ni Singida JK Tanzania ndizo timu ambazo unaona zina ubora mkubwa. Kwa hiyo kwangu mimi kuweza kupata sare na Singida, kwangu mimi Mashujaa naona kuna kazi kubwa wameifanya. Mechi haikuwa rahisi kwao, lakini Julio ana safari ndefu na timu ya Mashujaa. Bado mambo ni mabichi. Ukiangalia wanavyocheza Mashujaa kwa aina matokeo wanayopata, unampongeza Julio, kuna kazi nzuri anaifanya, lakini bado inahitaji maboresho zaidi ili timu iweze kufanya vizuri zaidi ya sasa. Na miongoni mwa kitu ambacho naweza kukiri kwamba amekiongeza Julio kwa Mashujaa sasa hivi ni fighting spirit yao, namna ambavyo wachezaji wanapambana kuipambania jezi yao ya Mashujaa. Kuna kitu kimeongezeka. Ukiangalia hata kwenye mchezo wao wa jana, angalia mchezo wao dhidi ya Azam, unaona kuna kitu ambacho mwalimu anakiinsist kwa wachezaji kujitoa, kujituma kwa ajili ya timu. Lakini pia na ndio maana hata kwenye mchezo wa jana dakika za mwanzoni tulikuwa tunaona Singida Black Stars wao ndo walikuwa wanalala chini muda mwingi wa kuchezewa madhambi, kwa sababu Mashujaa nadhani walianza kwanza kwa kuwatisha kidogo wachezaji wa Singida Black Stars. Walikuwa wanafika sana mwilini, walikuwa wana press kwa kuanzia katikati ya uwanja, wanawasumbua mara nyingi japo walikuwa kunafikiwa. Baadaye Singida akarelax, akatambua ya kwamba hawa jamaa tusitake kuondoka, anakwenda watatuumiza. Wakaanza kupiga pasi ndefu, pasi fupi, lakini mtu akae na mpira muda mwingi, wakafika mara kadhaa, na hata goli ambao walifunga ilikuwa pasi ndefu pia. Lamin Jaji wakaingia nayo ndani ya boksi, akakwatuliwa, ikawatuta. Mambo yakawa yamalizika kwa Elvis Rupia kufunga tuta lile, na mambo yakawa 1-0 mpaka wanakwenda mapumziko. Lakini Mashujaa, kitu kingine ambacho nimekiona ambacho mwalimu amekiongeza kwenye timu yake ni namna ambavyo anatumia wachezaji wake wa pembeni. Upande wake wa kushoto umekuwa ni msingi wake mkubwa, akimtumia Mpoki, lakini pia akimtumia Salum Kihimbwa kama sehemu ya silaha zake kuu ndani ya timu yake. Wamefanikiwa sana hao wachezaji wawili. Ngushi anatakiwa kutumika, lakini amefeli, hajaonekana vizuri kama amekuwa msaada mkubwa kwa timu, kwa sababu Crispin Ngushi, miongoni mwa kitu ambacho pengine kinamuumiza ni control yake sio tamu sana. Kwa hiyo mara nyingi anakuwa anapata mipira ambayo anatakiwa wasubiri wenzake, anashindwa kuwasubiri, au anatoka kwenda kufight, ana nguvu za kupambania mpira, lakini je, baada ya kuupata anakaa nao kwa muda gani? Na ndio maana ukiangalia mara nyingi siku ya jana aliyekuwa walau anaonesha chachu kwa sumbua Singida pale mbele. Hata Ngusha alitolewa pia, kuna muda alitolewa akafanywa sababu, alikuwa ni jamaa anaitwa Mudathir Said. Mudathir Said ndo kidogo alikuwa anaonekana, mchezaji wa zamani pia alishapita mpaka Mbeya City, alikuwa kidogo anaonekana anawasumbua kuliko Ngusha ambaye itakiwa ndo ilikuwa jukumu lake la kwanza. Kwa hiyo mwalimu ameimarisha safu yake ya pembeni kutumia wings, lakini pia katikati amepafanya pia kuwa pagumu.
na ndio maana hata ukiangalia timu ya Singida jana, Aucho hakuwa anawika sana kupita katikati ya uwanja. Kwa nini? Kwa sababu timu ya Mashujaa walifanya katikati pale pagumu, lakini wao njia yao ipitie pembeni. Kwa wao wanapita sana pembeni, lakini wanatengeneza ugumu wa kupitika katikati ya uwanja. Kwa hiyo alikuwa anawanyima uhuru, na ndio maana mipira mingi walikuwa wanamtumia sana Mosi ambaye alikuwa anaingia pembeni, au walikuwa wanamtumia sana Lamin Jaju Singida Black Stars, kwa sababu katikati ilikuwa ni ngumu kupita. Wakina Aucho walikuwa hawapati uhuru wa kupita katikati, lakini pia pembeni ambapo walikuwa wanatumia Lamin Jaju pamoja na Mosi, Ndumumwe Mosi wa timu hii ya Singida Black Stars, na yeye mwenyewe pia alikuwa anapata tabu kupita pembeni kabisa. Kwa muda mwingi alikuwa anaibia, ni kama wanaita inverted winger, ni kama anakuja pembeni afu mipira mingi ikija anaingia kati. Anakuja pembeni, mipira mingi ikija anaingia kati. Winga wa kisasa. Winga wa kisasa, yes. Na ndio maana mara kadhaa pia alikuwa anaonekana kwenye box la timu ya Mashujaa. Kwa hiyo Julio kama ataendelea na spirit ile ya kuwapandikiza vile wachezaji, kwanza na tabia ya kuwaaminisha wachezaji wajione kama akina Messi, ajione wani pale kuna akina Gerard Pique wa kipindi hicho wako kwenye timu yake. Yani ni mtu fulani ambaye hicho kitu kinamsaidia, kinafanya wachezaji wajiamini na wahisi kwamba huyu tunacheza naye tuna mudu, japo kuna muda alikuwa anapenda sana kupishana nao. Ni yani tuseme ni ule uthabiti wa matukio wa Singida ndio ulisababisha kaunta zao zilikuwa hazifanyi maana. Lakini kama wangekuwa na uthabiti wa matukio, kuna uwezekano walikuwa na nafasi ya kufunga, kwa sababu Mashujaa walipokuwa wakishambulia walikuwa wanaacha wachezaji wawili, mabeki wao wale wakati Mohamed Salum alikuwa anamwacha na Madeleke, lakini wanaachwa katika mpangilio ambao wamekaa wawili hivi pacha, wanakuja mbele lakini wakupacha. Kwa hiyo maana yake kama kuna watu wa kupita kwenye wings, anamkuta Kihimbo hayupo, Mpoki hayupo, upande wa pili pia hawapo, wako wawili tu katikati. Kwa hiyo kama ingekuwa kuna mtu ambaye anaweza kukatisha kwa speed vizuri kwenye njia na katikati kwa kuna mtu wa kuwa support vizuri wakina Lamin Jaju, huenda ingekuwa ni ngumu kuwazuia Singida Black Stars, lakini all in all amefanikiwa. Pengine naye aliwajua kwamba Singida udhaifu wao uko wapi. Hapo chaongezea na uwanja mbaya. Uwanja mbaya. Kwa hiyo wachezaji kama kina ila mbona kwa uwanja pasi kwa inatembea ulikuwa sio kitenesi sana. Unajua sisi ukiangalia mechi kwenye TV tunadanganyika na rangi ya kijani, ila ukienda pale wanapochezewa sasa, mimi nilikuwa napima mdundo ule mpira. Unajua kwa mfano ukiangalia ile mechi ile ya Mbeya ile, kwa mfano ile cheza Sokoine, kwa mfano kipindi kile mpira unaona kabisa mpira ni hivi, yani unadunda sasa, umedundishwa na mkono. Unajua Julio wakati jana mimi namsikiliza hapa kabla ya mechi, Julio kwa namna alivyoongea alikuwa ameingia kwenye mechi, yani alikuwa anajua nitaingia kwenye mechi na Singida bila kuogopa, sina cha kupoteza. Kwa hiyo ndio maana umeiona timu yake ilikuwa inacheza ina confidence na nini. Najua lazima kama mwalimu atakuwa na influence ndani yake, ana ushawishi, ana nguvu. Kwa hiyo najua wachezaji itakuwa alizungumza nao katika namna ambavyo walipata hamasa kwamba jamani, twendeni tukachukue hizo alama 3. Kwangu mimi mwalimu ukiwa kwenye daraja ambalo wachezaji wako tayari kukupigania, mwalimu umefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Na hicho ndio ambacho hata nakumbuka alishawahi kukizungumza pia, yule alichukua na Chelsea alikuwa Robert Di Matteo. Alizungumza pia kwamba baada ya kuachiwa timu katika hatua ambayo anakaribia kufikia hatua kubwa, cha kwanza alijaribu kuwafanya wachezaji waone ya kwamba wao kwa pamoja, kwa sababu kiumri kipindi kile hakuwa na umri mkubwa hivyo, ana wachezaji wengine wakina John Terry alikuwa anakaribiana nao pengine umri. Kwa hiyo aliwaaminisha kwamba wao ni timu kubwa na msimu ni msimu wao, wanaweza kufanya kitu. Then akawa watu unajua ukisha kucheza na wachezaji ambao na wenyewe pia wako vizuri, kwa hiyo unachokifanya ni kuangalia tu mpinzani kuna kitu gani ambacho wachezaji wangu hawajakistukia, una kitwist, wanasonga mbele. Singida Black Stars baada ya mchezo wa siku ya jana ambao ulimalizika kwa hiyo sare ya bao 1-1 mbele ya timu ya Mashujaa. Kuna mtu hapa ameandika YouTube anasema uwanja Lake Tanganyika umekuwa ni sehemu ya kutoa sare tu. Hasa sare ametoa na nani? Ametoa sare na nani? Ametoa sare na miongoni mwa timu ambazo ukitaja timu 4 za juu na wenyewe wamo. Kwa hiyo maana yake si rahisi. Na Singida Black Stars sasa na alama 29 baada ya kucheza michezo 19, akifuatiwa na ambaye juu yake yuko JKT Tanzania mwenye alama
29 pia yeye tu ana faida ya magoli matatu ya faida yale ya kufunga, ukitoa ya kufunga na kufungwa, kwa sababu yeye amefunga magoli 20, amefungwa 17, wakati 21 aliyowafunga Singida yeye amefungwa 20. Kwa hiyo ndio utofauti, lakini Azam nafasi ya 3 michezo 18, sawa kabisa na Mnyama ambaye Azam yeye ana alama 34, wakati Mnyama mwenye michezo 18 pia ana alama 39. Young Africans kileleni mwa msimamo ana michezo 19, utofauti wa mchezo mmoja na walio chini yake, yeye akiwa na alama 47, utofauti ukiwa ni alama 8. Kwa hiyo wanasema hata ukila kiporo chako bado utakuta hata mtu akila kiporo chake itakuwa bado kuna utofauti wa alama 5. Kishinda baada kuwa ni 42, tutakuwa na utofauti wa alama 5 bado. Kwa hiyo shughuli bado ni pevu, na michezo iliyosalia hapa 11 kwa Yanga, 12 kwa Azam na Simba pamoja na JKT Tanzania na wengine wengi, michezo 11 ndio imesalia kabla ya kumaliza ligi. Shughuli hii moja tuone itakuwa kama ile mpaka mchezo wa mwisho watu ndio wanajua, au itamalizika mapema. Mwenendo utaelewesha, utatoa picha hapa katikati asubuhi tu. Mwaka huu uone mchezo wa mwisho ukiamua bingwa. Sidhani. Kuna mechi 2 za Yanga, kuna mechi 1 ya Simba. Hizo ndo mechi zinazoenda kuamua ubingwa. Simba ana mechi 1 na Yanga. Yanga ana mechi 2, ana mechi na Simba na ana mechi na Azam. Yanga akishinda hizo mechi dhidi ya Simba na Azam, Yanga anaenda kuwa bingwa tena msimu huu. Simba akishinda mechi yake na Yanga, ligi itakuwa ngumu. Kwa hiyo manake tarehe 3 ndio itakuwa ianze kutoa taswira. Atakayeshinda tarehe 3 anaweza kutengeneza ugumu au urahisi wa ubingwa. Exactly. Young Africans akimfunga Simba na Azam kwenye michezo za mzunguko wa pili, Yanga anaenda kuwa bingwa wa ligi. Simba akimfunga Yanga, ligi itakuwa ngumu na ndio itaongeza nafasi ya Simba kubaki kwenye mbio za ubingwa. Ukimwangalia Azam kwa namna yoyote bado hajaikatia tamaa nafasi ya pili kwenye ligi, anaifukuzia. Kwa hiyo maana nakwambia kiuhalisia, Simba, Yanga, Azam. Azam kabaki na mechi 1, Simba na mechi 1, Yanga na mechi 2 ngumu. Hao wote kwenye hizo mechi zao ndio zitakuwa na maamuzi. Azam akifungwa na Yanga sahau nafasi ya pili, kwa sababu atakuwa ameachwa gap la pointi ngapi? Azam. Simba Azam 12, kwa sababu Sevs kaachwa pointi 9. Azam FC kaachwa alama chache, kaachwa alama 5. Haya, 39 kwa 34. Maana yake siku ikitokea aka maintain akaja lakini akafungwa na Yanga, Azam atapata pointi 8. Afu nimeipenda. Na Simba wa kwanza na wa chini. Yanga kamzidi Simba pointi 5 kama Simba akishinda na kiporo chake, kwa hiyo Sevs zimebaki 8. Na Simba kamzidi Azam pointi 5. Hata kama atacheza na mechi yake. Hata kama atacheza mechi yake. Kwa hiyo kiuhalisia, ndio maana nakwambia Azam kabakisha mechi 1 ngumu dhidi ya Yanga, Simba kabakisha mechi 1 ngumu dhidi ya Yanga, Yanga kabakisha mechi 2 ngumu dhidi ya Simba na Azam. Hizo mechi Yanga akizishinda anaenda kuwa bingwa. Umeme the best. Try to be the best, I'll give you a name. Okay. Bwana, asante kwa YouTube pia nimekuona George Mwanyombo. Hii bwana inaitwaje hii? Hii Mwangyombo. Okay, Mwangyombo. Anasema kocha wa Yanga hakumjua vizuri Okelo. Sasa hivi toka Milud Mwalina ingie, Okelo anacheza kimkakati. Anacheza katikati na anazurura hadi matokeo yake unayaona. Kwa Mwalindo amebadilisha Okelo. Okay. Sawa.